Naam, tukisalia na taarifa hiyo mtazamaji, ni kwamba viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Narok wametaka serikali na idara husika kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini kiini cha ajali iliyowaua watu 6 akiwemo mbunge wa Emurua Dikir Yohana Ng'eno, ili kutoa shauku kutoka kwa baadhi ya Wakenya. Viongozi hao wakihamasisha utulivu nchini ili kuruhusu shughuli za mazishi yanayotarajiwa kufanyika kuanzia Ijumaa kuendelea kama kawaida. Aidha, wametoa risala zao za rambirambi kama kanisa kwa familia zilizoathirika. Mazishi ya watu 6 walioangamia katika ajali ya helikopta katika eneo la Mosop, kaunti ya Nandi, akiwemo mbunge wa Emurua Dikir Yohana Ng'eno, yakitarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa. Viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Narok wamejitokeza wazi kutaka serikali kufanya uchunguzi wa kina kubaini ni nini kilichosababisha ajali hiyo, ili kubaini kana kwamba ilikuwa ajali ya kawaida. Tunaomba kwamba kama kuna jambo lolote lile ambayo mtu yoyote angeshuku, serikali na taifa wanaweza kushughulika kuhakikisha kwamba hii ajali ilikuwa natural, ili kwamba kuwe na utulivu na amani katika taifa. Kuna jambo la kisiasa, tunaomba jamii na wakazi wote wa Narok tukubali tukae kwa amani, na wakati kiongozi huyu analaswa, tumbe heshima ya mwisho na hata jamii na watoto wake wote. Wakati huu ambao siasa zinaenezwa kuhusiana na kifo cha mbunge huyo na kuibua hisia mseto, viongozi hao wametaka Wakenya kudumisha amani, kwani hakuna anayeweza kuzuia janga kutokea, wakisema kwa wakati mmoja kila mmoja ataondoka duniani. Taifa nzima tuwe na utulivu. Tuliona kupitia media hii jambo la ndege ikilete hiyo accident, ikipiga miti. Jambo la janga ni jambo ambalo hakuna mtu ana uwezo ya kuzuia. Sisi wote tutaondoka katika dunia hii. Kwa hivyo muweka amani na utulivu na heshima ya huyo kiongozi. Kulikuwa na Wakenya wengine 5 waliopoteza maisha, na vile tunaomba pole jamii sao. Mioyo yetu sinaenda kwao na maombi zetu kwa wakati huu wa huzuni mwingi. Mungu awafariji jamii ya Kenya. Asante. Aidha, wametoa rambirambi zao kama viongozi wa kanisa kwa familia za waathiriwa, viongozi na katika bunge la kitaifa, wakishabikia amani katika mazishi ili mipangilio iendelee kama kawaida. Familia yake ifarijike, taifa yote ya Kenya ikiongozwa na rais wa Kenya Mheshimiwa Rais tufarijike. Kaunti yetu ya Narok ikiongozwa na Mheshimiwa Gavana wetu Ndutu, wote tufarijike. Tunasema pole kuanzia familia mpaka parliament yetu ya taifa. Kila mmoja ambayo ameguswa na jambo hili, kama sisi tumelete faraja zote za Mwenyezi Mungu. Tunataka kusema wale waliobaki tuweke amani, tuweke faraja, na tusimame na hii familia na taifa nzima na kaunti, ili kwamba hii mazishi ambayo tumesikia imetangazwa Ijumaa pale Emurua Dikir iende salama, iende na utulivu. Leo hii ibada ya wafu imefanyika Nairobi, ibada nyingine ikitarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi katika eneo bunge la Emurua Dikir, kaunti ya Narok. Fredrick Kwambua, Undugu TV.